Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ambaye anajulikana kama Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini inayoendelea kwenye mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, amelalamika kitendo cha wanachama na viongozi wa chama chake anachokiongoza kuzuiliwa kabisa kwenda kumuona gerezani, huku akiwa hajaelezewa sababu kuu na za msingi za zuio hilo. Sasa akizungumza mbele ya mahakama katika kesi hiyo inayosikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Duguru, Tundu Lissu ambaye amejitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo amedai kwamba mnamo Novemba 12 mwaka 2025 akiwa gerezani aliitwa na bwana jela na kuambiwa kuwa ni marufuku kwa viongozi na wanachama wa Chadema kwenda kumtembelea gerezani kuanzia wakati huo, na kwamba alipohoji alijibiwa kuwa haya ni maelekezo kutoka juu. Sasa namnukuu alichokisema Tundu Lissu hivi: "Hii ni nchi ya vyama vingi vya siasa. Chadema, chama ambacho mimi ni mwenyekiti wake, ni chama halali kwa mujibu wa sheria. Hivyo sio kosa mwanachama na viongozi wenzangu kunitembelea gerezani. Sasa maafisa wa gereza ni maafisa wa umma, hivyo hawana mamlaka ya kubagua nani anaruhusiwa kutembelea mfungwa au mahabusu gerezani na nani haruhusiwi." Mwisho wa nukuu. Tundu Lissu amesema kanuni ya 12 ya kanuni za uendeshaji wa magereza imeeleza kwa kina kuwa wafungwa wana haki ya kutembelewa, sio na ndugu zao au familia zao tu, bali mtu yote isipokuwa tu wale waliokatazwa kwa mujibu wa masharti na kanuni. Sasa amesema kwamba watu waliopigwa marufuku kumtembelea wafungwa ama mahabusu gerezani ni wale waliowahi kutumikia kifungo gerezani, lakini wengine wote wanaruhusiwa kumtembelea mfungwa isipokuwa tu wakati wa mazungumzo yao maafisa wa gereza wanaruhusiwa kusikiliza mazungumzo yao ili kujua wanachokiongea. Aidha, Tundu Lissu amesema tangu alipoweka mahabusu kwa mara ya kwanza Aprili 10 mwaka 2025, viongozi na wanachama wa chama hicho wamekuwa wakimtembelea gerezani wakati na siku zingine kama kawaida, lakini marufuku hiyo ambayo yeye anadai kuwa ilikuja baada ya kesi yake kuahirishwa Novemba 12 mwaka 2025. Sasa ni kauli ambazo alikuwa amezitoa Tundu Lissu na kuwa anahoji ni kwa nini anazuiliwa kutembelewa na ndugu zake, marafiki zake na wanachama wenzake wa chama cha demokrasia na maendeleo. Sasa kesi ya Tundu Lissu baada ya kusikilizwa jana tarehe 8 iliweza kupigwa tarehe 9 samahani, imeweza tena kupigwa kalenda kwenda kusikilizwa baadaye. Na mwenyewe alikuwa anadai kwamba kati ya siku zote ambazo amekaa mahakamani ama amekaa gerezani, kesi yake imesikilizwa kwa siku